Nyanyua mkono wako wa kulia, funika macho yako. Sema Roho Mtakatifu. Paza sauti yako, sema Mungu ria hai, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, wewe ni Mungu wangu, wewe ni baba yangu. Jioni ya leo niko mbele za uso wako. Hii ni jioni ya pekee, hii ni jioni ya baraka, hii ni jioni ya ushindi, hii ni jioni ya neema. Niko mbele zako Bwana, ninakuhitaji wewe. Useme nami kwa neno lako, useme nami kwa neno lako, useme nami kwa neno lako, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Nisaidie Bwana, nisaidie Bwana kulielewa neno lako, kupokea neno lako jioni ya leo, jioni ya leo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nisaidie Bwana jioni ya leo kupokea neno lako, neno la uzima, neno la uponyaji, neno la kunifungua, neno la kuniinua jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, ninakukaribisha kwenye fahamu zangu, kwenye akili zangu, kwenye mawazo yangu. Yaguse mawazo yangu, iguse akili yangu, ipate kuelewa yaliyo mapenzi yako jioni ya leo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Ninaiachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yangu, damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu, damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Kuanzia sasa, damu ya Yesu iondoe chochote kisicho cha kwako ndani ya mawazo, ndani ya moyo wangu, kwa jina la Yesu. Jiombe dakika moja, jiombe dakika moja, mwambie Mungu aseme na wewe. Paza sauti yako, paza sauti yako. Wako wapi wanawake wanaoelewa? Watoe sauti zao mbele za Bwana. Wanaume wanaoelewa, paza sauti yako mbele ya Bwana, kwa sababu unapotoa sauti kuna ngome zinaanguka. Unapotoa sauti kuna namna kunafunguka huko ndani. Unapotoa sauti kuna macho yanafunguka. Maombi yanatengeneza mazingira ya Mungu kukuhudumia. Maombi yanatengenezaga mazingira ya Roho Bwana kukujilia. Toa sauti yako mbele za Bwana, mwambie Bwana sema nami, mwambie Bwana sema nami, mwambie Bwana nisaidie kwenye ufahamu wangu, kwenye akili yangu, nipate kuelewa neno lako jioni ya leo, ili nikutane na wewe katika jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu asante, Roho Mtakatifu asante, Roho Mtakatifu asante. Ninaomba usitupite jioni ya leo. Mando robo sanda rapako rabasaya. Tunakukaribisha na nguvu zako Bwana jioni ya leo, jioni ya leo. Karibu na nguvu zako, karibu na uweza wako, karibu na nguvu zako Bwana, katika jina la Yesu aliye hai, 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 katika jina la Yesu aliye hai. Acha anga la Igulusi lijue na ardhi ya Igulusi ijue ya kwamba Bwana umetujilia tena kwenye kipindi kingine hiki. Kanorobo sandarapako-rabasaya rimandarabasa ridoriandarabasaka rigokondorobosa. Kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai, kwa damu ya Yesu aliye hai. Imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu.
Wagalatia sura ya 3 mstari wa 2 mpaka wa 5 na ule wa 14. Alafu na Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 4. Maandiko yanasema kwenye kitabu cha Wagalatia, nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili? Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure? Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Alafu mstari ule wa 14, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya imani. Tupate kupokea ahadi ya roho kwa njia ya namna gani? Ya imani. Kwa hiyo imani inatumika kama njia. Ndio maana nimekueleza kichwa cha somo kinasema imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Huwezi kujaa Roho Mtakatifu kama una imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Unaweza ukawa umesikia habari kuhusu Roho Mtakatifu, lakini ukikosa imani ndani yako, na tunajua imani chanzo chake ni kusikia. Kusikia ambako huja kwa neno la Kristo. Hiyo naipata Warumi 10:17. Imani chanzo chake ni kusikia. Kwa lugha nyingine, kama hujawahi kusikia, ukasikia mafundisho ya kweli yanayoeleza juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu, maana yake kitu kinachoitwa imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu hakijawahi kuumbika ndani yako. Na hiyo imani isipoumbika ndani yako, ni ngumu kujaa Roho. Ndio maana kuokoka na kujaa Roho ni vitu viwili tofauti. Ukisoma maandiko utajua. Ukisoma kwenye Matendo ya Mitume ile sura ya 8, utaona wakati Filipo ameenda kule Samaria, akahubiri Injili, miujiza mikubwa ikatendeka, watu wengi wakaokoka. Wanawake wenye cheo na wasio na vyeo wakaokoka, wanaume kwa wanawake, mpaka waliokuwa wanategemea nguvu za giza, mpaka yule mganga wa kienyeji mzee Simoni naye aliokoka pale Samaria. Mchawi yule naye aliokoka. Walipookoka, Biblia inasema wakabatizwa. Lakini kinachonishangaza pale, maandiko yanasema Yerusalemu ikapewa taarifa. Kanisa, wazee walioko Yerusalemu wakapewa taarifa kwamba Samaria imelipokea neno la Mungu. Ndipo wale wazee wakawatuma watu wawili ambaye ni Petro na Yohana. Wakasema Samaria imelipokea neno la Mungu, watu wameokoka, lakini jambo moja tu hawajajazwa Roho Mtakatifu. Ndipo akaja Petro na Yohana, wakawa wanawaombea wale wapendwa wa kule Samaria. Wanawaombea nini? Wanawaombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Na ndio mzee Simon alishangaa kuona watu wanawekewa mikono alafu wanajaa nini? Roho. Unasema mwalimu, walikuwa hawajaokoka? Walikuwa wameokoka kabisa. Wamempokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, wamebatizwa kabisa, lakini hawajajaa nini? Roho Mtakatifu. Kwa walikuwa na kanisa zuri na wanashuhudia miujiza, wanapiga na pambio, wanaona mtumishi wa Mungu Filipo anavyofanya miujiza, lakini wote waliookoka na wanashuhudia ile miujiza walikuwa hawajajaa Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa unashuhudia, unaweza kukaa kwenye fellowship, unaweza kukaa kwenye kanisa zuri, mchungaji wako ni mzuri, anahubiri vizuri, anaombea mapepo yanatoka, anakemea pepo zinatoka, anaombea watu wanaponywa, lakini wewe hujajaa Roho Mtakatifu. Ndivyo ilivyokuwa kwa Samaria. Watu wameokoka lakini hawajajaa Roho Mtakatifu. Lakini ujazo wa Roho Mtakatifu sio mara moja. Ubatizo wa Roho Mtakatifu unaweza kuwa mara moja, lakini ujazo sio mara moja. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume utawaona walipojazwa Roho Mtakatifu kwenye Matendo ya Mitume 2, baada ya muda tena kwenye Matendo ya Mitume 4 walijazwa tena Roho Mtakatifu.
Sasa Roho Mtakatifu aliyejazwa kwenye Matendo ya Mitume 2 aliambatana na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Watu wengi wameokoka lakini hawajabatizwa kwa ubatizo huu wa Roho Mtakatifu. Unanielewa ninachosema? Jina la Yesu libarikiwe. Anasema wakabatizwa, wakajaa Roho Mtakatifu, ndimi za moto ziliwakalia, wakajaa Roho Mtakatifu, wakabatizwa kwa ubatizo. Vilitokea vyote viwili, ubatizo na ujazo kwa wakati mmoja. Lakini ubatizo wa Roho Mtakatifu, sizungumzia ubatizo wa maji, nazungumzia wa Roho Mtakatifu. Sasa kwenye Matendo ya Mitume 4 hao watu walishajaa Roho Mtakatifu, lakini wamekutana na misukosuko kwenye safari hii ya imani. Wakina Petro na Yohana walikuwa wamefungwa kwa sababu tu walimuombea mtu akapona. Kwenye ile sura ya 3 walimuombea kiwete tangu kuzaliwa akapona. Sura ya 4 wakafungwa, wakaanza kuteswa. Alafu wakati wanawaachia waliwatisha, wakawapa matisho, wakawaambia msije mkarudia tena kuhubiri kwa jina la Yesu. Walipotoka pale unagundua ule ujasiri waliokuwa nao mwanzo umeyeyuka. Na ndio maana walipotoka pale wakawafuata wapendwa wenzao. Kwenye hiyo sura ya 4 walipowafuata wapendwa wenzao wakawaambia tulifungwa kwa sababu tulimwombea mtu akasimama. Yaani kosa lao ilikuwa ni kumwombea mtu akafanya nini? Kiwete akasimama. Ndio iliwapeleka kufungwa. Asema tukafungwa sababu kiwete aliposimama akaharibu taratibu za ibada. Nakumbuka wale wazee wa dini, taratibu ya ibada ikiharibika nini kinatokea? Jina la Yesu libarikiwe. Kwa hiyo unaona maandiko yanasema wakaenda wakawaambia wenzao. Biblia inasema siku ile walipowasimulia wenzao ndipo wakaingia kwenye maombi. Unasema mwalimu, unajuaje kama ujasiri uliwaondoka? Angalia mtu anachoomba, utajua kilichopungua ndani yake. Yaani wewe usiponiambia kwamba mwalimu nimepungukiwa hiki, nikisikiliza unavyoomba najua. Sasa mwalimu, lijuaje kwamba watu walipungukiwa na ujasiri? Kwenye maombi yao. Wanasema utujalie watumishi wako. Tena wanasema angalia matisho yao, maana yake wametishiwa. Alafu wanasema utujalie watumishi wako kulihubiri neno lako kwa ujasiri, maana yake ujasiri wa kuhubiri neno umeondoka. Sijui unanielewa? Jina la Yesu libarikiwe. Biblia inasema walipoomba hivyo nini kikatokea? Wakajazwa Roho Mtakatifu. Mahali pale pakatikiswa. Roho Mtakatifu alikuwa anawajaza ili awape nini? Awape ujasiri uliopotea. Kwa habari ya kujazwa Roho Mtakatifu sio mara moja. Unaweza kuwa umejazwa Roho Mtakatifu lakini unagundua baada ya kutembea na Mungu kuna vitu umekutana navyo vimeondoa ujasiri wa kiroho. Hauoni tena ujasiri. Kuna vitu vimekuondolea ujasiri. Mwingine hauna nguvu ya kuomba. Unasema siku hizi sina nguvu ya kuomba, sijui nini kimenifunga. Jaa Roho. Maombi yanahitaji power ya rohoni. Yanahitaji power ya rohoni. Mwingine unaanza unapoteza ujasiri. Unakuwa na hofu. Unagundua nini kilichopungua? Ujazo. Ukijaa Roho Mtakatifu, hizo habari za hofu zinaondoka zenyewe. Haleluya, watu wa Mungu. Walipojaa Roho Mtakatifu waliondoka pale kama simba waliojeruhiwa. Hawakuogopa chochote. Kwa hiyo lazima uwe na imani juu ya ujazo wa Roho Mtakatifu. Haleluya, watu wa Mungu. Ndio maana kwenye Wagalatia anawaambia Wagalatia, kwa sababu walikuwa wameletewa mafundisho mengine yanayowapinga wao kwenda kwa imani. Wanawaambia imani peke yao haitoshi. Mnatakiwa mfuate na sheria, Torati. Kwa wale walimu wa Kiyahudi walipoingia kwenye kanisa la Galatia, kanisa likavurugika, kanisa likapasuka vipande. Ndipo Paulo anaandika waraka. Tena sio tu walikuwa wanalivuruga kanisa, walikuwa wanashambulia mpaka mafundisho ya Paulo, kwamba huyu aliyowahubiria injili kuna kitu kimepungua. Kwa hiyo wanakishambulia. Ndio maana Paulo kwenye waraka kwanza anatetea utume wake, wito wake alioitwa. Cha pili anatetea fundisho ambalo Mungu amempa. Ile injili aliyowahubiria anaitetea. Lakini cha tatu ndipo anawasahihisha wajue kwamba ile miujiza yote mliokuwa mnaiona
Mnafikiri huyo aliyewapa roho aliwapa roho kwa sheria? Kwa sababu mlijaa roho, hamjatailiwa. Miujiza ikatokea, hamjatailiwa. Yule aliyewapa roho mkajaa roho, aliwapa kwa sheria? Mlimpokea roho kwa sheria au kwa imani? Anawaeleza ile miujiza iliyokuwa inatendeka ni kwa sheria, kwa sababu sheria imekuwepo, lakini miujiza mlioiona haikuwa inafanyika. Lakini baada ya kuhubiriwa Injili, mkaipokea ile imani, miujiza ikatokea kwenye maisha yenu. Ile miujiza ilitokana na sheria au imani? Paulo anawajengea hoja. Afu kule mwishoni sasa ukiendelea, ndipo anaanza kuwaeleza waliona imani ya Ibrahim hubarikiwa pamoja na Ibrahim, tena wanaitwa watoto wa Ibrahim. Anawaeleza kule chini, anawaambia hata ahadi ambayo Mungu alimwahidi Ibrahim kwamba tutapokea roho, tunampokea roho kwa imani. Sema kwa imani, sema kwa imani. Jina la Yesu litukuzwe. Tunapokea roho kwa imani. Na ndio maana sasa angalia, ukisoma kwenye kile Matendo ya Mitume ile sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 4, fungua haraka. Hata ilipotimia siku ya Pentekoste, walikuweko wote mahali pamoja. Kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo, toka mbinguni sio duniani, toka mbinguni sio duniani, toka mbinguni sio duniani, toka mbinguni. Uvumi kama uvumi wa upepo. Anaposema kama uvumi wa upepo, maana yake anajaribu kuuelezea ule uvumi. Haukuwa upepo, ila anauelezea namna ulivyokuwa unavuma, ni kama upepo. Haleluya, watu wa Mungu. Anafananisha aina ya uvumi wake, ni kama uvumi wa nini? Wa upepo. Mtu anaposema ni kama, maana yake hiki anachokisema sio hicho, ila kinafanania. Walishindwa kuuelezea ule uvumi, ikabidi kwa kuwa wamezoea kuona upepo unavyovuma, wakasema uvumi wake ni kama wa upepo. Jina la Yesu libarikiwe. Maandiko yanasema ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Tena cha ajabu, Biblia inasema ukaijaza nyumba, maana yake ulipoingia ukatulia mle ndani. Jina la Yesu libarikiwe. Najaribu kukuonyesha uweze kuelewa. Saa nyingine unasomaga unakimbia, unasema tu upepo. Sio upepo wa kawaida huu. Anasema ni uvumi kama uvumi wa upepo. Hasemi upepo, anazungumza juu ya uvumi. Sasa huu uvumi haukuwa upepo unaofahamu wewe. Huu ulikuwa ni uvumi wa Roho Mtakatifu. Anaingia ndani ya nyumba, akajaza hewa yake ndani ya nyumba, akaijaza hewa yake, pumzi yake. Wewe unasikia hapa uvumi, lakini ilikuwa ni pumzi, hewa ikajaa ndani ya nyumba, pumzi ya uhai. Biblia inasema walipokuwa imejaa ndani ya nyumba, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wanaona juu ya kila mmoja, wanaona kitu kama ndimi za moto. Wanaona kimoto, kienge cha moto kimewaka juu ya kichwa cha mtu. Lakini lazima wawepo watu ambao wanayo imani ya namna hii. Wanajua habari za Roho Mtakatifu, sio kwa kubatisha. Wanajua habari za Roho Mtakatifu, wamesikia habari zake, wanakaa naye, wamejazwa na wametesti ile ladha ya kujazwa Roho Mtakatifu. Sio wamejazwa kidogo, wamejazwa mpaka anamwagika, wamejazwa mpaka amewagika. Umewahi kumkuta mtu aliyejaa Roho Mtakatifu anaishi kama vile anabasti, anaanza kuhema, anasikia moto, ni kama vile anataka kulipuka. Kanisa limepoteza wapi haya maisha? Vijana wamepotezea wapi? Jina la Yesu libarikiwe. Sijakuletea wokovu wa kusema nimeokoka, nampenda Yesu, naelekea. Yesu angetaka uende mbinguni siku unaokoka tu, ungekufa hapo hapo. Ametaka ukiokoka umtambulishe na yeye hapa.
Huwezi kumtambulisha Yesu bila kujaa nguvu zake. Lazima ujae nguvu. Ndio maana Biblia inasema wakajazwa nguvu. Na kitu cha kwanza kilichotokea katika mambo yaliyotokea, cha kwanza anasema wakaanza kusema kwa lugha nyingine. Wakaanza kusema. Hapa kwenye lugha nyingine ndio utasikia mtu anapoanza kusema kwa lugha nyingine. Unaweza kuongea Kichina wakati China hujawahi fika, kwa sababu alianza kuongea lugha za mataifa mengine wasioyajua, mpaka watu wakasema wamelewa hawa. Nikwambia, Roho Mtakatifu anapokujaza, ukiona unabatizwa Roho Mtakatifu afu na moto ukashuka ndani yako, kazi ya moto ni kutakasa. Kasema andiko, kazi ya moto ni kutakasa. Moto unaoshuka ule unaitwa consuming fire, moto ulao, ambao ukishuka ndani ya mtu ni kumtakasa, ni kuteketeza kila kitu kisicho cha Mungu ndani. Unalamba zile tabia ambazo ulitoka nazo huko, zinaliwa. Tabia za ulevi, tabia za uzinzi, tabia za uongo, zote zinamezwa na ule moto. Na mtu akitoka pale ni mwingine kabisa. Kiu ya pombe imeshaondolewa, kiu ya ibada imeingia ndani. Jina la Yesu libarikiwe. Kiu ya umbea imeshaondolewa, kiu ya maombi imeingia ndani. Muda aliokuwa anapiga umbea ndio muda anaenda bandara baba. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo usemi ukaanza lugha nyingine. Na ninakwambia, Roho Mtakatifu anapomjaza mtu, kwa nini anabadilisha lugha? Kwa sababu mambo ya kiroho yanaendeshwa na matamko. Ulimwengu wa roho unaendeshwa na matamko. Ili vitu vifanyike lazima tamko. Mungu ili aweze kuumba mbingu na nchi alitamka, na iwe nuru ikawa, na iwe hiki ikawa. Maana yake vitu katika ulimwengu wa roho vinatengenezwa, vinaendeshwa kwa matamko. Ndio maana hata wa upande wa giza, ili waweze kuharibu maisha yako, lazima watamke. Ndio maana Roho Mtakatifu akikujaza anakupa usemi wa kuongea. Petro hakuwa na usemi wa kuhubiri Injili, lakini baada ya ujazo huu alihubiri, wakaokoka watu 3,000. 3,000 siku moja. Usemi huo sio wa kawaida. Anazungumza tu, Yesu ni Bwana, Yesu anaokoa, Yesu alikufaga kwa ajili yenu. Watu wanachomwa mioyo, alafu wanasema tuko tayari kuokoka. Unafikiri ni maneno yake? Ni usemi ambao Roho Mtakatifu ameweka. Hasa wengi tunataka kuhubiri Injili, usemi bado hujapewa. Unataka ufundishe, usemi hujapewa. Roho Mtakatifu analetaga usemi, anakupa kinywa. Ukitamka mambo yanatokea, ukiongea mambo yanaumbika. Huu sio ujanja, ni ujazo wa Roho Mtakatifu. Akikujaza anabadili lugha. Kuna vitu kwenye familia vinasubiri mtu aliyejaa Roho aje atamke viamishike. Kuna vitu kwenye ndoa vinasubiri mtu mmoja aliyejaa Roho aje aseme mambo haya hayataki kwenda hivi. Na hata kama uchawi ulifanyika, kwa sababu hakuna uchawi unaofanyika bila matamko. Jambo la pili linalotokea, sema jambo la pili lingine linalotokea, ingawa sio jambo la pili, kuna jambo la jana nilikueleza. Nilikwambia kwamba unaanza maisha yako ya kiroho yanakuwa hai, unabadilishwa utu wako wa ndani, unapokea uzima wa kimungu. Ili ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu ambalo nataka nikupe leo, jambo la tatu, ukishapokea ujazo wa Roho Mtakatifu, ukijazwa Roho Mtakatifu, moja ya kitu kinatokea ni nila kuvunjika. Sema nila kuvunjika. Nila huwa zinavunjwa. Kuna nila hazivunjwi na maombi, hata uombe mpaka koli pasuke. Nila zinavunjwa na mafuta, anointing. Mafuta ni nguvu ya Mungu. Mnanisikia nachosema? Nila inavunjwa na mafuta. Nila,
Kwa sababu kuna nila nyingine zinaweza zikawa kwenye familia nzima imefungwa nila ya magonjwa, na unakuta hicho kitu Mungu amekiruhusu kabisa kiwatese kwa sababu uovu ulioko kwenye familia. Hasa unagundua kama na Mungu ameruhusu. Ninaposema Mungu ameruhusu, Mungu hapendi watu wateseke, lakini ninaposema Mungu ameruhusu, maana yake ameuondoa mkono wake wa kulinda. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Sasa nila ya namna hiyo haivunjwi kwa kusema navunja, inavunjwa kwa mafuta. Nguvu za Mungu aliye hai zinapomjaa mtu zikafurika ndani yake, kuna nila huwa zinapasuka. Na ndio maana fuatilia, kuna watu walipookoka wakajazwa Roho Mtakatifu hawakuwahi kuombewa hata maombi ya deliverance. Siku walijazwa mapepo yalichomoka, siku walijazwa vifungo vya mizimu vilikatika, siku walijazwa nila za mateso. Kuna watu walipookoka, walipojazwa Roho Mtakatifu, kuna magonjwa yalichomoka yakawachia. Lakini kuna watu waliokoka, magonjwa yanayotesa familia nzima na yeye bado yanamtesa mpaka leo. Sijui unanielewa ninachosema? Na usifikiria kuokoka, aliokoka. Nguvu za Roho Mtakatifu kwa lugha nyingine yanaitwa mafuta au upako wa Roho Mtakatifu. Sema upako wa Roho Mtakatifu. Sema upako wa Roho Mtakatifu. Fungua Isaya 10:27. Isaya 10:27. Tena itakuwa katika siku hiyo, mzigo wake utaondoka begani mwako. Sema mzigo wake utaondoka begani mwako. Anasema mzigo wake utaondoka begani mwako, na nila yake shingoni mwako, nayo nila itaharibiwa. Sema itaharibiwa. Kwa sababu ya nini? Anasema kwa sababu ya kutiwa mafuta, nila itaharibiwa, mzigo wake utaondolewa begani. Mungu anatoa unabii juu ya taifa lake, na unabii ulikuwa ni unabii unahusu nini? Mungu, watu taifa lake lilipomkosea, alikuwa analiadhibu kwa kuinua taifa lingine. Hapa ameliinua taifa linaitwa taifa la Ashuru, na taifa la Ashuru lilikuwa taifa katili mno, akaliruhusu liwapige watu wake. Ndio maana lazima ujifunze kuishi maisha ya kumcha Mungu. Kuna wakati ukimkosea Mungu, Mungu anaweza karuhusu maadui wa kupige ili uamke. Unanisikia anachosema? Akalinua taifa la Ashuru. Taifa la Ashuru lilipoanza kulitesa taifa la Mungu, lilianza kulitesa taifa la Mungu kwa mfano wa Kimisri. Ukisoma maandiko, kasoma ile mistari ya juu, lilianza kulitesa taifa la Mungu kwa mfano wa Kimisri. Manake likawa linaua watu bila shida, likaweka mizigo mizito, likaanza kuwatumikisha taifa la Mungu. Amen. Yuda na Israeli wakaanza kutumikishwa. Kwa nini? Kwa sababu wamemkosea Mungu. Mungu ameruhusu taifa lingine liwatese, alafu likaweka mzigo mzito. Ningekuwa na muda ningekueleza huo mzigo mzito ulikuwa namna gani. Likaweka mzigo mzito. Anaposema mabegani, maana yake taifa la Israeli nguvu zao zote zilikuwa zinatumika kuwatumikia Waashuru. Taifa la Yuda likawekewa mzigo mzito. Ili ni taifa la Mungu, watu wa Mungu, lakini wamebebeshwa mizigo mizito na adui zao. Hasa angalia kilichotokea. Alafu sio hivyo tu, wakavalishwa nila shingoni mwao, kwamba hawawezi kujitoa wenyewe. Ukivalishwa nila, maana yake huwezi kujitoa mpaka aliyekuvalisha akutoe, au atokee mwingine akupe msaada. Kwa hiyo taifa la Mungu limevalishwa nila. Alafu Mungu anatuma nabii, anawambia nenda akawaambie
Jina la Yesu libarikiwe. Anasema huo mzigo wake, maana yake mzigo wa taifa la ushuru mliowekewa mabegani mwenu nitauondolea. Utaondolewa. Lakini anasema na ile nila uliovalishwa shingoni mwako, hiyo nila itaharibiwa kwa kutiwa mafuta. Yale mafuta ndiyo nguvu, yale mafuta ndiyo uwezo wa Roho Mtakatifu, yale mafuta ndiyo upako, yale mafuta ndiyo nguvu ya Mungu, the power of God, nguvu ya Mungu aliye hai. Ndio maana nimekuambia ukijaa Roho Mtakatifu, ukajazwa kweli kweli, kuna nila huwa zinaondolewa, zinaharibiwa. Haleluya, haleluya. Unaweza kuwa na nila na uko kanisani. Wengi wana nila mbalimbali na wako kanisani. Mwalimu unataka kuongea nini? Ngoja nikumalizie. Isaya 61 mstari wa kwanza. Naandika pia Luka 4 mstari wa 18. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao, na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Hizi habari Yesu alikuja kuzisoma kwenye Luka 4:18. Ukianzia mstari wa 17 hadi wa 18, Yesu anazisema. Anasema neno hili limetimia. Anajisema yeye amepakwa mafuta. Ndio maana na yeye baada ya kupakwa mafuta, anapotuokoa sisi, akituita, alisema ahadi ile ile ya Baba itawajiria na nini. Kama nilivyopakwa mafuta mimi, na nyenye mtapakwa mafuta. Na hampakwi mafuta ili mle mandazi, mnapakwa mafuta ili msababishe maeneo yote yaliyokuwa mateka yasiwe mateka tena, watu waliofungwa wasifungwe tena, watu waliopoteza matumaini wasikae kwenye hali ya kupoteza matumaini. Sijawapaka mafuta ili muwe mnakula mandazi na vitumbua. Nimewapaka mafuta ili maisha ya uhuru yaje kwa wanadamu. Iache. Haleluya, haleluya. Roho Bwana yu juu yangu. Yesu anasema huyu Roho wa Bwana ni nani? Roho Mtakatifu yu juu yangu, na anasema amenitia mafuta. Maana yake nimejazwa Roho, na kwa huyo Roho nimetiwa mafuta, nimetiwa nguvu zake, ili kwa nguvu alizonipa watu watu wasiosikia habari njema watasikia habari njema. Watu waliobeba habari mbaya hawatarudi na habari mbaya. Wakikutana na Yesu watakuja na habari mbaya, watarudi na habari njema. Watakuja na habari za mauti, watarudi na habari za uzima. Watakuja na habari za kifo, watarudi na habari za uhai. Watakuja na habari za umasikini, watarudi na habari za utajiri. Watarudi na habari za baraka. Kwa nini anasema nimetiwa mafuta? Haleluya. Kama unanielewa sema amina. Kama unanielewa sema amen. Anasema na mateka kwa habari ya uhuru wao, waliofungwa wafunguliwe. Na ndio maana nikakwambia nila inaharibiwa kwa mafuta. Hakuna nila inayoweza kumshinda Roho Mtakatifu. Nataka nikwambie leo, hakuna nila, iwe imetengenezwa na mizimu, iwe imetengenezwa na wachawi, iwe imetengenezwa na shetani, iwe imetengenezwa na waganga, iwe imetengenezwa na yoyote unayemfahamu na usiyemfahamu, iwe imekuwa designed kutoka kuzimu, iwe ilitengenezwa miaka 1000 iliyopita, iwe ilitengenezwa miaka 500, kwamba familia itakayozaliwa kwenye ukanda huu wa Igurusi, kila atakayezaliwa kwenye hiyo familia na ikatajwa na jina kwamba wote wamevalishwa nila ya namna hii, hata kuwepo mtu atafanikiwa, hata kuwepo mtu atakuwa na afya njema, hata kuwepo mtu atakayeinuka. Iwe iliandaliwa hivyo na ikagongwa muhuri kwamba hii ndio nila yao. Roho Mtakatifu anapokuja, haijalishi ni miaka mingapi ilipita, yeye akija anaitwa master, yeye akija anaitwa master, yeye akija anaitwa Bwana, na alipo yeye uhuru lazima utoke. Kama unaelewa sema amina.
Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Yeye ni master, na akija uhuru lazima utokee. Ndio maana nimekuambia ujazo wa Roho Mtakatifu ni muhimu. Na mimi ninaomba kwenye semina hii isiwepo nila itakayobakia kwenye maisha yangu. Isiwepo nila ya magonjwa, wala nila ya umasikini, wala nila ya mateso, wala nila ya vifungo, ambayo itasema tumemzuia dada huyu, tumezuia mama huyu, tumezuia kipawa, tumezuia familia, tumezuia ndoa. Isiwepo. Tunamtaka Roho Mtakatifu na mafuta yake. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Kama unaelewa sema amen. Na kwenye semina hii wachawi lazima wakimbie mchaka. Kama kuna mtu ananielewa aseme amen. Lazima wakimbie mchaka na kueleza habari za kweli. Roho Mtakatifu akijaga ni makivumbi, ni kivumbi. Sema kivumbi. Nasema Roho Mtakatifu akija ni kivumbi. Unanielewa naposema? Gwaride linapigwa, mchaka unatokea. Hili anga lazima wajue, hii ardhi lazima wajue kwamba yuko master aitwaye Roho wa Bwana ameichilia ardhi hii, na lazima moto wake. Kama unanielewa sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Ndio habari za Roho Mtakatifu ni za kweli. Akitokea mji unataharuki, kivumbi kinatokea, lazima moto wake. Walioonewa changamka, saa imefika. Saa imefika. Familia zilizotekwa ziambie habari njema kwamba saa imefika. Familia zinazonyanyaswa waambie saa imefika ya Roho wa Bwana kushughulika nao. Lazima mwangaza utokee, lazima nuru itokee, lazima uponyaji utokee, lazima kufunguliwa kutokee. Wale waliobambikiziwa magonjwa waambie saa imefika. Saa imefika. Lazima mapinduzi yaje. Unanielewa? Hii ndio sababu Yesu alikufa. Nakwambia kweli, hii ndio sababu Yesu alikufa. Kama masikio yako hayatasikia, nafsi yako itasikia. Kwa sababu Yesu alisema hata waliokufa watasikia sauti yangu. Mpaka mifupa yako itasikia. Nakwambia mpaka damu yako itasikia. Chochote kilichopandwa kwenye damu yako lazima kiyeyuke. Mpaka damu itasikia, damu itasikia, mpaka maini na mapafu yatasikia kwamba Roho wa Bwana amekuja mjini. Alipokuja Yerusalemu, mji ulitaharuki. Lazima igurusi itaharuki kwamba Roho wa Bwana yuko mjini hapa. Na utataharuki namna gani? Lazima Bwana afanye vitu kwenye maisha yako. Waanze kuona kama vile unapepea. Wasema yule mwanamke tuliyemjua mbona ni mwingine? Kwa sababu Roho wa Bwana amekuja mjini. Kama unanielewa sema amina. Jamani, wanaoelewa sema amen. Wanaoelewa sema amen. Wanaoelewa sema amen. Simama kwa miguu yako. Habari za Roho wa Mungu. Alipokuja nila zilipasuka, vifungo viliondoka, giza lilitawanyika. Mandorobos. Mzigo unaondolewa, nila zinaharibiwa. Roho wa Bwana akija, mapepo yanaelewa ninachosema. Ni msako wiki hii, ni mapinduzi makubwa, ni ishara na ajabu kwa sababu ya Roho wa Bwana. Umewahi kusikia habari za Roho wa Bwana? Zisikilize sasa. Hizi ni habari njema. Akija yeye, mambo yanabadilika, kalenda mpya inaanza.
Karenda za kichawi zinaunguzwa, karenda za kichawi zinaharibika, karenda za misimu zinaharibika, karenda ya shetani inapotezwa, karenda ya Mungu inaanza. Ayayayaya, enzi mpya huwa inaanza. Roho Bwana akija, enzi inaanza. Sema, don't worry my child, usiogope binti yangu, mimi ni master. Sikukuleta duniani kwa bahati mbaya, nitaiondoa aibu na kukuvisha vazi la utukufu. Huyu ndiye master jamani, Roho Mtakatifu wa Mungu. Amefanya maajabu tangu enzi na enzi, tangu uumbaji alifanya giza likose soko. Amekuwa mwaminifu miaka na miaka. Yeye ni Mungu wa vizazi vyote. Amekuwa Roho wa Bwana akitembea nyakati na nyakati, na kila kizazi kilichotokea duniani kilimuona alivyo, kwamba yeye ni wa ajabu na mwenye kutisha, anayefanya mambo ambayo watu hawakuyatarajia kuwa yangetokea, yanatokea. Alitokeza kwenye nyakati ambazo watu wasingetegemea msaada, yeye akatokeza. Ndio maana anaitwa Master Holy Spirit. Yeye anaitwa Master Roho Mtakatifu. Anatokeaga mahali ambapo wanadamu wamekata tamaa, anasema mimi nipo. Dunia hii inaishi kwa sababu mimi nipo. Mbingu zimebaki zilivyo kwa sababu mimi nipo. Huyu ndiye Roho wa Bwana. Anaendaga mahali kwa watu wanalia mahali pasili, wale ambao wamelia wamechoka, anamwambia saa imefika, jikung'ute mavumbi. Nimekukujilia ili kukunyanyua, ili kubadilisha historia. Huyu ndiye Roho wa Bwana jamani. Tunawezaje kumwelezea? Yeye amekuwa wa ajabu, yeye ametisha, yeye amekuwa wa pekee, vizazi hata vizazi. Historia yake ni ya ajabu. Kila kizazi kimemwona kwa matendo ya ajabu na ya kutisha. Mandarabasa mandorobos. Lazima wanyanyue watu hapa, lazima wanyanyue watu kwenye semina hii. Kuna watu watanyanyuliwa na yeye, kuna watu watanyanyuliwa. Yeye anaweza pasua bahari kwa upepo wake. Alipasua bahari ya Shamu, Israeli wakavuka. Hashindwi kupasua bahari yako, hashindwi kukuvusha mahali ulipo, hashindwi kukunyanyua wewe. Alimtoa Yesu kaburini, anaweza yatoa maisha yako mahali ameshikiliwa. Huyu ni Roho wa Bwana. Nyanyua mikono yako juu. Jiandae kwa ajili ya kesho. Tunaanza saa 10 kamili, saa 8 kamili. Jiandae kwa ajili ya kesho. Usiku wa leo ni usiku mtakatifu, ni usiku wa kuomba. Mandaraba sandara pakora basaya. Risandara pakora. Rimandara basa. Nyanyua mikono yako juu. Funika macho yako. 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 Namsikia mtu moyoni aliye na uchungu mkubwa uliomfanya afikie mahali aanze kufanya maamuzi magumu sana. Anasema sitaki hata kuwaona watu, sitaki hata kuwaona, sitaki hata kuwaona walichofanya, sitaki. Ameumia kiwango ambacho hakielezeki. Moyo wake unasagika kwa uchungu alionao. Nataka nikwambie wewe, mfungulie moyo wako Roho Mtakatifu. Yeye ni master, anaweza kuponya hayo majeraha na kuanzisha safari na wewe kabisa kabisa. Kwa Mungu hatupotezagi, hata vilivyopotea huwa vinarudishwa. Kwa Mungu hatupotezagi. Namwona mtu aliye na uchungu mzito sana akisema, nahitaji Bwana tu aje anifufue, nahitaji Bwana tu aje anisaidie. Usikate tamaa wala usichoke. Huo mzigo uliokuwepo Roho Mtakatifu anauondosha.
Ninapoongoza haya maombi nasikia huu uchungu na ninasikia ile hofu ya mauti, hofu ndani. Haulali, saa nyingine ukitembea, hata unapotaka kuvuka barabara unahisi kama unakufa vile kabisa. Unaona hali ya kufa ndani yako. Sikiliza wewe, sogea mbele. Wengine simama huko. Hawa niliozungumza habari zao, sogeni hapa mbele. Ninaona msaada wa Roho Mtakatifu jioni ya leo. Hii sio kawaida. Yakafungulia mlango wa maumivu, wa mateso katika damu ya Yesu. Kuna watu niliwaamini, kuna vitu niliviamini kwamba vingeniendea vizuri, lakini vikafungua lango la uharibifu kwenye maisha yangu. Moyo wangu unauma, moyo wangu unaumia, nafsi yangu inalia. Jioni ya leo nimesikia neno lako. Roho Mtakatifu, ninaomba unirehemu kwenye eneo lolote nililofungua mlango wa adui kushambulia maisha yangu, familia yangu. Bwana, ninaomba toba juu ya uovu, juu ya kosa lililofanywa kwenye familia, juu ya uovu uliofanywa kwenye familia, ukasababisha mateso, ukasababisha nila ya mateso kwenye maisha yangu, kwenye familia, kwenye uhai, kwenye nafsi yangu. Bwana, kwenye afya yangu. Jioni ya leo kwa damu ya Yesu ninaomba unitakase, ninaomba unirehemu na unifungulie mlango. Roho Mtakatifu, unijaze nguvu zako, uyalete mafuta yako juu yangu. Bwana, yaweze kuondoa huo uchungu, yaweze kuondoa hiyo hofu, yaweze kuondoa hiyo nila ya mateso, na hayo mapepo na hizo nguvu za giza na hizo roho kwenye ulimwengu wa roho zilizopenya kwenye maisha yangu ili kuyazuia, ili kuyaharibu, na kila tamko lililotamkwa kwenye ulimwengu wa roho ili kuzuia maisha yangu, jioni ya leo kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, jioni ya leo kila tamko linaondolewa kwa jina la Yesu, linaondolewa kwa jina la Yesu. Hiyo huzuni inaachia nafsi yangu, inaachia moyo wangu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Na kila hali inayosumbua maisha yangu kuanzia leo, toka ewe roho ya hofu, ewe roho ya mauti, ewe roho ya uchungu, ewe roho za mapepo mnaopambana siku na mchana, enyi roho za kichawi mnaopambana siku na mchana juu ya maisha yangu, toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu, njoo na nguvu zako, njoo na nguvu zako kwa jina la Yesu. Funika macho yako, nitahesabu mpaka 3.
utaita kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Alafu maombi yanayokuja unaanza kuomba, Roho Mtakatifu, nahitaji nguvu zako, nahitaji nguvu zako. Ondoa huzuni, ondoa inila, ondoa ya mateso, ondoa. Utaita hivyo kwa nguvu mfululizo. Utashangaa kuna watu nguvu za Mungu zitawashukia hapa, na wengine kuna mapepo yatakuwa yanaachia, na wengine kuna kifungo kitakuwa kinafunguka. Wengine watashindwa kuomba, watasema tu kwa jina la Yesu, afu kuna kilio kitatoka ndani yao kuondoa ile nguvu ya uchungu na mauti, itatoka kule ndani. Wengine watashangaa kuna nguvu ya furaha inaingia ndani, anacheka kicheko hajawahi kucheka. Moja, jiandae. Mbili, jiandae, jiandae. Tuliza akili yako, tuliza moyo wako mbele za Bwana. Roho Mtakatifu yuko tayari saa hii. Kuna watu kuwahudumia. Wengine utajisikia kuomba, hutatamani hata kuondoka hapa. Usishangae, ujue ni saa yako, ni saa yako, ni saa yako. Kuna watu maisha yao yanatolewa kuzimu. Kuna watu majoka hayataweza kumeza nyota zenu, hatima zenu zinaishia. Mshikeni hapo asijakagonga wengine. Ninapomaliza 3 utaita kwa jina la Yesu. Ninauona moto kwenye ulimwengu wa roho, na hakuna nguvu itastahimili mpaka kule nyuma, mpaka kule nyuma, mpaka kazini kwako. Usishangae watu sio watarajia kabisa wanatumika ili kuharibu maisha yako. Nakwambia utakapoita jina la Yesu, ninapomaliza mara ya 3, moto utashuka na ulimwengu wa roho. Kuna vitu vitaanguka ili vile ambavyo Mungu anataka visimame, visimame kwenye maisha yako. Kuna huzuni itaondoka, majeraha yatapokea uponyaji. Kuna madonda ya moyo, moto utapita huko ndani. Furaha ya Roho Mtakatifu itaingia ndani yako. Ninaenda kumalizia. Usihangaike na mtu, achie wahudumu. Wewe funika macho yako, utaita kwa sauti mpaka kule nyuma. Mwenzako akidondoka chini, wewe muache, wahudumu watakuja kumsaidia. Pambana na hali yako. Kuna watu ninaona kabisa Mungu yuko hapa. Kuna moto utapita. Kuna makaburi yaliyosemeshwa, kuna vitu vilibebwa vikapelekwa mpaka kwenye madhabahu za giza. Huu moto utapita. Hao makuhani wa madhabahu watakimbia madhabahu zao huko walikokaa, kwa sababu huu ni moto wa Roho Mtakatifu. Roho wa Mungu atapita kuwasaka watu, kuwarejeshea maisha yao. Jesus. Naenda kumalizia 3 sasa, jiandae. 3. Endelea. Kama usikii kuomba, we tamka kwa jina la Yesu tena. Paza sauti yako mpaka kule nyuma. Yes, this is the fire. Huu ni moto, msogeze mbele. This is the fire. Msogeze mbele, mshike. This is the fire. Yes, this is the fire. Fire from Holy Spirit. Huu ni moto kutoka kwa Roho Mtakatifu. Yes, pokea huo moto mpaka kule nyuma. Hiyo nira inapasuka, hayo maagano yanavunjwa, hilo giza linaondoka. Yes, mshike asisumbue watu. Yes. Fire. Huo moto kwa damu ya Yesu, huo moto kwa jina la Yesu. Wewe roho ya huzuni, wewe roho ya mauti, hayaachia mwili, hayaachia nafsi kwa damu ya Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, endelea kuomba. Mwambie Mungu akusaidie, mwambie Mungu akutetee, mwambie Mungu apigane juu yako. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, moto juu yako kuanzia leo. Fire in Jesus. Ninaachilia moto mama. In Jesus name. In Jesus. Fire in Jesus. Kuanzia leo.
moto ndani yako, moto ndani yako. Haya, pokea umoto,